Uhali gani mtazamaji wa Nyikani TV. Ninakusalimu hapo ulipo nikiamini kwamba unaendelea vizuri katika mambo yako yote, ama unaendelea vizuri katika masuala ya afya, lakini masuala mengine ya moyoni Mungu aendelee kuwa nawe kadri vile umuombavyo, na kila mmoja kadri vile amuombavyo. Leo nimeona kwamba tupitie katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, kwa sababu hasa viongozi wengi saizi wanaamua kuandika maandiko yao kwenye mitandao ya kijamii, hasa katika ukurasa wa X ama Twitter zamani. Hasa leo tunamtazama nani? Leo nimeona kwamba kwa pamoja tutazame andiko ambalo limeendelea kusambaa kwa kasi kweli kweli, ambalo limeandikwa na Profesa Anna Tibaijuka. Ameandika kwenye ukurasa wake wa Facebook akitoa mifano mbalimbali kwa haya yanayoendelea nchini kuhusiana na masuala ya kile ambacho kama nchi tulikubali kwamba nasi tuwemo kwenye kitu kinachoitwa demokrasia. Lakini mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba demokrasia za Afrika ni kama ni kama kwa ajili ya kuwafurahisha tu labda wazungu au wale ambao tunakopa kwao, lakini kimsingi hiyo demokrasia ya vyama vingi kwa sasa tukiwemo sisi tukiwemo sisi mambo ni kutindinganya. Sasa tupitie ukurasa moja kwa moja wa Profesa Anna Tibaijuka kama nilivyokuomba kwa pamoja kwamba tuzungumze haya, ama nikusomee ambacho ameandika Profesa Anna Tibaijuka kuhusiana na masuala ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia kwa haya yanayoendelea nchini, na huko akitoa mifano mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini ANC kwamba ilipitia katika michakato ipi. Moja kwa moja nianze kukusomea alichoandika Profesa Anna Tibaijuka akisema kwamba mawakili wa Chadema wakiwasili Dodoma kutetea chama chao, na hapa ameambatanisha na picha ambayo inaonekana hapo. Mawakili wanashuka hapo, inaonekana kwamba wanaelekea kwa ajili ya kudai haki za demokrasia na chama chao. Anasema kwamba ni haki kwa mlalamikaji yeyote kutafuta haki yake mahakamani, ila historia inaonyesha matumizi ya mifumo ya mahakama kutatua migogoro ya vyama vya siasa hayajaonesha mafanikio ya kudumu barani Afrika. Anasema mfano mashuhuri ni ANC iliyopigwa marufuku mwaka 1960 na makaburu ikalazimika kufanya shughuli zake kwa siri takribani miaka 32, viongozi wake wakifungwa au kukaa uhamishoni. Anaendelea kwa kusema kwamba matokeo, ANC ikajijengea uhalali mkubwa ndani na nje ya nchi, na hatimaye mfumo wa ubaguzi ulipoanguka, ANC iliibuka ikiwa na nguvu zaidi na kushinda uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia mwaka 1994 chini ya uongozi wa Nelson Mandela. Anasema jaribio la kukiondoa chama hicho kupitia sheria liliishia kukiimarisha. Haya ni mawazo ya Anna Tibaijuka, lakini hajaishia hapo. Ametoa mfano wa ANC, lakini anaendelea kwa kusema kwamba pili ni Senegal. Anasema chama cha Pastef kilipigwa marufuku mwaka 2023. Hatua hiyo ilichochea hisia za wananchi dhidi ya kile kilichoonekana kama ukandamizaji wa kisiasa, na mwaka mmoja tu baadaye, mwaka 2024, viongozi wanaohusishwa na chama hicho walishinda urais. Tukio hili linaonyesha jinsi hatua za kisheria zinavyoweza kubadili chama cha upinzani kuwa alama ya mapambano ya kisiasa. Anatoa mfano wa tatu kwamba ni huko katika nchi ya Gambia. Anasema wakati wa utawala wa Yahya Jammeh, vyama vya upinzani vilikumbana na vizuizi vikali, ikiwa ni pamoja na kupigwa marufuku. Hata hivyo, vyama hivyo vilijipanga upya, vikaungana
na hatimaye kushinda uchaguzi wa mwaka 2016. Hivyo basi, ukandamizaji haukuondoa nguvu zao, bali uliofanya wawe na mshikamano zaidi. Kabla jamaliza, anarejea katika nchi yetu ya Tanzania. Anasema Tanzania tunatambuliwa kuvisaidia vyama vya ukombozi wa Afrika hadi uhuru wao, huku vikiwa vimepigwa marufuku na tawala za kikoloni ikiwemo ZANU-PF ya Zimbabwe, MPLA ya Angola na FRELIMO ya Msumbiji. Anasema matumizi ya mahakama katika ushindani wa kisiasa hakulipi. Ushauri wangu, tujisahihishe ndani na nje ya vyama vyetu kushindania uongozi bora, hasa wakati huu tunapohitaji maridhiano na mshikamano ili kulileta taifa letu pamoja. Hili ni andiko la Profesa Anna Tibaijuka. Lakini baada ya andiko lake hili, baadhi ya wasomaji wake akiwemo Tadei Muhabuka wametoa maoni mbalimbali. Tadei anasema uko sawa kabisa. Mtanzania bin Tanganyika anasema SGR reli iliyotengeneza Mama Samia sasa yawa msaada kwa Chadema, hakika wa mioyo ya Watanzania. Kizinga Mpemba anasema bora wewe unayesema unaonekana elimu yako unaitendea haki na kwa undani, ukasoma kiujanja maana unaweza kuishi nchi yoyote, ila wenye elimu za kuungaunga na kupewa nafasi kubwa ndiyo wanaotusumbua, ila mwisho wao uko karibu. Huyu anajiita mzalendo, anasema shikamoo mama. Na kusalimia tena mama, shikamoo. Leo umeongea fakti, machawa watakuchukia kwa sababu kula ya mpaka mkubwa ache uwe. Wao ndio wale makombo. Umetoa mifano hai mama. I salute you. Acha washupazi shingo, kuna siku sio nyingi watajibu huu katiri. Huyu mwingine anaitwa Augustine Nane. Anasema tukinyamaza hata mawe yatasema. Tangu mwaka 2016 mpaka sasa 2026 Chadema inapitia kwenye tanuli la moto mkali zaidi ya ule wa kuchomea dhahabu. Viongozi wa Chadema wanapishwa kwenye mateso makali ambayo hakuna chama kingine kingeweza kuvumilia, lakini shida sasa imevuka mipaka. Kwa hiyo maoni ni mengi hapa yanaendelea kuandikwa, lakini nikupe nafasi mtazamaji wa Nyikani TV, nawe pia unaweza kutoa maoni kutokana na andiko hili la Anna Tibaijuka, kieleza mifano kadhaa kwamba wapinzani wanapitia katika mambo magumu, lakini anatoa ushauri kwamba ikiwapendeza sasa tufanye katika kuelekea kwenye maridhiano na kutengamanisha taifa, kwamba ni vema sana matumizi ya mahakama katika ushindani wa kisiasa hakulipi. Ushauri wangu, tujisahihishe ndani na nje ya vyama vyetu kushindania uongozi bora, hasa wakati huu tunapohitaji maridhiano na mshikamano ili kulileta taifa letu pamoja. Karibu nawe.